timu yake ya TRA United wala si miongoni mwa zile zinazofanya vizuri sana kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2025 2026, lakini yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao katika kila mechi amekuwa kivutio, amekuwa akicheza vizuri sana, na sasa amekuwa gumzo kubwa ni kutokana na kiwango bora alichokionyesha katika mechi za hivi karibuni za timu yake ya TRA United katika ligi kuu Tanzania bara, mechi back to back walizocheza dhidi ya Yanga pale kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, na kisha kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo jijini Dar es Salaam dhidi ya Simba. Huyu ni Salum Ramadhani Chobwedo. Ni mchezaji ambaye ni kiungo ushambuliaji kutokea pembeni. Mgongoni jezi yake huwa ni nambari 11. Aina ya uchezaji wake wa kujituma mwanzo mwisho, uwezo wake mkubwa dribble mipira, kuikokota, kupiga chenga, kulazimisha kupita na mpira hata pale panapoonekana pana mazingira magumu na akafanikiwa, au wakati mwingine kushawishi walinzi wa timu pinzani kumfanyia madhambi na hivyo timu yake kunufaika kwa mipira ya kutenga. Ni miongoni mwa yale ambayo yanamfanya awe gumzo sana. Yuko vizuri, tazama namna anavyocheza imemfanya awe anashawishi benchi lake la ufundi chini ya kocha Etienne Ndairagije, raia wa Burundi, kumpanga mara kwa mara. Amekuwa msumbufu mno kwa wapinzani, matokeo yake kutengeneza fursa za timu yake kuweza kufunga. Hivi sasa TRA United ipo katika nafasi ya 10 kwenye ligi kuu Tanzania bara, tunafahamu vizuri, lakini yeye katika cheza yake amekuwa akishirikiana vyema na wenzake katika kikosi cha TRA United. Hapa tunazungumzia wachezaji kama Enoch Mkanga Jia, tunazungumzia wachezaji kama Ami Mapaka, wachezaji kama Kasim Mugoya nahodha wao, tunazungumzia Nasri Kombo. Amekuwa kwenye kiwango kizuri. Katika mechi dhidi ya Yanga, yeye ndiye alikuwa mchezaji bora wa mchezo. Kati ya mechi 15 alizocheza msimu huu, amekuwa mchezaji bora mara 2. Wajua idadi ya mechi alizocheza mpaka sasa, Chobwedo ambaye umri wake ni miaka 26, ameshacheza mechi 15, dakika 1001. Yes, kati ya mechi 16 za timu yake, kuonyesha ni namna gani amekuwa muhimu, manake kati ya mechi 16 amecheza mechi 15. Sasa Chobwedo amekuwa mchezaji bora mara 2, na miongoni mwa hizo ni mechi waliocheza dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha. Wao wakiwa wenyeji walicheza vizuri sana kutekeleza mipango kazi ya kocha Etienne Ndairagije. Ni mechi ambayo iliisha kwa suluhu bila, lakini yeye alikuwa chanzo cha mashambulizi ya TRA United kuelekea lango la Yanga, na hasa upande wa kulia anakotoka, huku guu lake lenye nguvu zaidi likiwa la kushoto. Yani anakuwa ni inverted winger, anaingia ndani kupata nafasi wakati mwingine ya kujaribu kupiga mashuti na kufunga, ama kutoa zile diagonal passes, pasi mshazari kwa wenzake. Matokeo yake mpaka sasa katika ligi ameshapiga mashuti 9, kati ya hayo 3 yamelenga shabaha, amefunga goli 1. Namba yake unaweza kusema haivutii sana kulingana na idadi ya mechi alizocheza, kulingana na nafasi yake kama winga, lakini kwa mfumo wa uchezaji wa TRA United mara nyingi wanaotokea pembeni kama yeye, kazi ya ukubwa huwa ni kupiga crosses, kuwapigia kina Ami Mapaka na kina Kasim Mugoya au yeyote anayecheza kama mshambuliaji kinara, lakini kuungana na kina Joseph Akandwanaho ambaye hucheza kwenye upande mwingine wa kushoto kama winga wa kushoto ama beki wa kushoto, lakini wachezaji wengine wenye kuongeza mapana ya uwanja na kupiga cross akina Valentin Nouma, lakini kwenye upande wake kina John Lazarus huwa wanapiga zaidi cross, na hivyo yeye haishangazi sana kuona majaribio katika mechi 15 amefanya majaribio 9, 3 on target, lakini amefunga goli 1 na ana assist vile vile 1. Timu yake mpaka sasa imefunga mabao 17, imeruhusu mabao 18. Haiko nafasi nzuri sana, na pointi 20, iko nafasi ya 10. Lakini yeye kama mchezaji binafsi kwenye kikosi amekuwa miongoni mwa wale wanaovutia sana, kwa sababu siku hiyo dhidi ya Yanga, beki wa kushoto wa Yanga Mohamed Hussein Shabalala alikuwa na kazi ya ziada kupambana na Chobwedo ambaye mambo mengi alikuwa anafanya kwa usahihi. Haikushangaza mwisho wa siku akawa ndiye mchezaji bora wa mchezo. Lakini mechi iliyofuata dhidi ya Simba alikutana na Nixon Kibabage. Yes, bado Chobwedo alicheza vizuri sana, na kubwa zaidi lilokuwa likivutia ni namna alivyokuwa akipambana hata pale timu yake inapopoteza mpira. Yeye ni kiungo ushambuliaji kutokea pembeni, lakini mara zote amekuwa akishato katika lile eneo la kulia kwenda na kurudi
kwenda na kurudi muda wote, kuungana na wenzake pindi timu inapoteza mpira, kuupambania. Mechi dhidi ya Simba alicheza vizuri sana, lakini alivuja jasho kwa wingi kutokana na namna alivyokuwa akijituma, anavyopambana, anavyokimbia, haviendani na vile anavyoonekana kwa macho, labda kwamba ni mzito. La hasha, umbile lake halimzuii katika mapambano. Sana sana anawazidi wengi kwa kasi na uwezo wa kupiga chenga katika muda wote wa mchezo. Katika mechi dhidi ya Simba alitoka katika dakika 82, na cha kushangaza mashabiki bila kujali wa timu ipi, wa TRA na wengi wao wakiwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo walimshangilia sana Chobwedo, akatoka kwa bashasha kubwa, ingawa mwisho wa siku timu yake ilipoteza kwa mabao matatu kwa sifuri. Wao wakiwa ugenini walikuwa na 0, Simba walikuwa na mabao 3 dhidi ya TRA. Na ushahidi juu ya namna ambavyo pale wanapoteza mipira amekuwa akijituma ni kwamba mpaka sasa ameshacheza faulo 26. Ndiyo, katika jukumu la kuhakikisha timu yake haikumbani na mashambulizi ya kujibu, counter attacks. Wakati mwingine wanapopoteza mipira katika nusu ya pili ya uwanja, ile kufanya pressing, shinikizo kwa wapinzani katika eneo la juu, yeye ni miongoni mwa wale wanaotumainiwa na kocha Ndairagije. Ni pressing machine, kuhakikisha wanaopigania mpira kabla hata haujavuka kati ya mstari wa uwanja kuelekea langoni kwao. Lakini pia ameshafanya mbali na faulu ambazo amezicheza 26, kuonyesha namna ambavyo huwa tayari hata kujitoa kafara kwa kucheza faulu alimradi timu yake isalimike. Lakini Chobwedo amefanya defensive actions. Tunasema defensive actions ni matukio ya kiulinzi, amefanya mpaka sasa mara 11. Hapa tunazungumzia juu ya tackling, kuingia uvunguni mwa wapinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara. Tunazungumzia interceptions, kuingilia mpira wakati wapinzani wakipasiana, mmoja kumpasia mwingine, unamzidi maarifa na kwenda kucheza mpira husika, ama kumpora mpinzani wakati anajaribu kudribble ama anajaribu kuutuliza, ni sehemu ya interceptions. Lakini pia tunazungumzia blocking, kwa maana kuzuia mpira ambao wapinzani waupiga, unalenga shabaha, wewe kwenda kuzuia usiende wavuni kwenu. Lakini pia tunazungumzia clearances, kuosha mpira, kuubutua kutoka katika eneo hatarishi na kwenda eneo salama. Amefanya mara 11 majukumu haya ya kiulinzi. Sasa matokeo yake Chobwedo, baadhi ya tetesi zimeshaanza kumhusisha mapema na timu za Dar es Salaam. Inamaanisha timu za Yanga, Simba, Azam, KMC, JKT Tanzania na klabu nyingine mbalimbali, kwamba kiwango chake bora huenda kikavutia wakubwa hawa. Na miongoni mwa wanaotajwa ni pamoja na Simba, na hasa kutokana na kile alichokionyesha katika mechi dhidi ya Yanga alikuwa mchezaji bora wa mchezo, lakini mechi dhidi ya Simba wenyewe ambapo alisumbua sana kwenye upande wa kulia wa Tabora katika kushambulia, upande wa kushoto wa Simba katika kuzuia. Swali ni kwamba je, Salum Ramadhani Chobwedo alianza kufanya vizuri hata katika michuano ya Championship kabla hajapanda ligi kuu, akicheza timu mbalimbali ikiwemo Ken Gold, Singida Black Stars na sasa yuko TRA. Je, ni kweli atakuja kuhamia kwa wekundu wa Msimbazi Simba ama timu ipi jijini Dar es Salaam, au atabaki Tabora United kwa sababu Tabora wana msuli wa kifedha, ama TRA United? Manake TRA United wana msuli wa kifedha, wana mipango mikubwa. Sasa je, ni kweli atachomoka na kujiunga kwa wekundu wa Msimbazi Simba ama timu nyingine? Hilo ni swala la kusubiri, manake yeye mwenyewe amesikika akisema hivi sasa focus yake, malengo yake ni kuitumikia klabu anayoitumikia sasa, ni kuhakikisha anapata mafanikio mazuri katika klabu anayoitumikia sasa ya TRA United ambayo ana mkataba nayo. Lakini akasisitiza itakapotokea fursa imetokea timu yoyote ile, alimradi nampatia maslahi mazuri na kufuata taratibu za kumhamisha kutoka TRA United, yeye hana shaka yoyote, kwa sababu mpira wa miguu ndio kazi yake. Itakuwa vipi kwa huyu Ustadh Salum Ramadhani Chobwedo kwa msimu ujao? Na je, ataendeleza kiwango bora ambacho ameshaonyesha mpaka sasa? Yote ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.